أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجز نبينا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وارحم اللهم مشايخنا معلمين من له حق علينا، من أوصانا بالدعاء، واغفر لمن ظلمناه وأسأنا إليه، واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله خالصة لوجهك الكريم، واجعلنا ممن أدركه رمضان فغفر له ذنوبه يا رب العالمين. Tunatarajia tuendelee na aya kuanzia nambari 50. Nadhani mara ya mwisho tulimalizia aya nambari 49. Kwa leo inshallah Allah tutakisha tuondokea kuanzia nambari 50 mpaka tutakapofikia. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii ya 18 aya nambari 50 anasema, wa idh qulna lilmalaikati isjudu li Adam, na wakumbushe Muhammad tuliposema kuambia malaika msujudieni Adam, fasajadu wakasujudu, illa ibilisa, yani wakasujudu wote isipokuwa Ibilisi, kana minal jinni, yeye alikuwa katika majini, fafasaka, kwa sababu hiyo akaasi. Fa ni fa usababia, inaonyesha kwamba kule kuwa kwake katika majini ndio kumfanya yeye akaasi, kwa sababu malaika wote wao hawana nafasi hiyo, hawana choice, hawana option. Wakiamrishwa kilichopo mbele yao ni kutekeleza tu. Fafasaka an amri rabbi, akaasi kujiweka mbali na amri ya Mola wake mlezi. Afatattakhidhunahu, je, nyinyi wanadamu mnamfanya yeye Ibilisi wa dhurriyatahu, na kizazi chake, auliaa, kwamba ndiyo vipenzi, min duni, kinyume changu mimi, wahum lakum adu, hali ya kuwa wao ni maadui kwenu nyinyi. Bisa lidhalimina badala, ni mbadala ulioje ulio mbaya kiasi gani ambao madhalimu wamejifanyia. Bisa lidhalimina, ni mbaya ulioje kwa madhalim, mbadala aliofanya, badala ya kumfanya Mola wao aliyeanza kuwaumba wao kwamba ndio kipenzi chao na mlinzi wao, wakamfanya sheitani ambaye ni adui yao kwa ndio kipenzi chao. Ma ashhadtuhum, sikuwashuhudiza wao, yani hawakuwepo wakashuhudia au wakasaidia, khalqa samawati wal ardh, uumbaji wa mbingu na ardhi, wala khalqa anfusihim, wala hawakuwepo wakati wao wenye wao wanaumbwa baadhi yao kwa baadhi, wakasaidia katika uumbaji wa wenzi wao. Wama kuntu muttakhidha almudhillina aduda, na mimi si, Allah anasema mimi si mwenye kuwafanya almudhillina, waliopotea, adudan, kuwa ndio wasaidizi. Tafsiri ya aya hizi ni kama ifuatavyo. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kusema, wa idh qulna lilmalaikati isjudu li Adama fasajadu illa ibilisa, ay wadhkur ya Muhammad, kumbuka au taja katika kitabu hichi ewe Muhammad, hina qulna lilmalaikati, pale ambapo tuliposema kuambia malaika usjudu li Adam, sujudieni Adam, fasajada almalaikatu kulluhum li Adama,
wakasujudu malaika wote kwa Adam, imtithala li amri Allah, kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah, sujuda tashrifi na takrim, sijida ya kutukuza na kutoa heshima. Illa ibilisa lam yasjudu ma'ahu, isipokuwa ibilisi hakusujudu pamoja nao, istikbaran ala Allah, kwa kumfanyia kiburi Allah, wa hasadan li Adam, na kumfanyia hasad, kutamani Adam asipewe ile neema na heshima ambayo amepewa na Mola wake. Mfano wa aya hii au sehemu hii ya aya ni kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kumbuka tuliposema kuambia malaika sujuduni, wakasujudu kumsujudia Adam, illa ibilisi, isipokuwa ibilisi, aba wastakbara, likataa na kufanya kiburi, wakana minal kafirin, na akawa miongoni mwa makafiri. Na pia ni kama ambavyo Allah amesema, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Kumbuka tulipoambia malaika sujuduni kumsujudia Adam, wakasujudu isipokuwa ibilisi akasema nimsujudie ambaye ameumbwa kwa udongo. Kwa nini hivi mimi nimsujudie ambaye ameumbwa kwa udongo, aliyekuwa mimi nimeumbwa kwa moto? Na yeye akiona moto anaona kwamba ni msafi na mtakatifu zaidi kuliko udongo ambao unaonekana ni mchafu na wenye kunuka. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana min aljinn. Iblisi alikuwa katika majini, ai kana iblisu min sinfil jinn, yani ibilisi alikuwa katika jamii au aina ya viumbe wa majini, kama ambavyo kwa hadithi kutoka Mama Aisha radhiallahu anha qalat, alisema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema rehma na amani zimshikie juu yake, khuliqatil malaikatu min nurin, malaika wameumbwa kutokana na nuru, wa khuliqal jannu min marij min nar, na majini wameumbwa kutokana na ndimi za moto unaowaka, wa khuliqa Adam mimma usifa lakum, na Adam ameumbwa kwa yale ambayo nimeshaelezewa, yani kutokana na udongo uliovunda. Fafasaka an amri rabbihi, kwa hivyo kwa kule kuwa kwake katika majini akaasi amri ya Mola wake mlezi. Ai fa kharaja an ta'ati rabbi, akatoka. Maana ya fisq ni al-khuruju ani ta'a, ni kutoka katika utiifu, mtu akaelekea katika kuasi, katika kupinga amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na al-fisq ni al-fisq fisqan, kama ambavyo al-kufru kufran, ukafiri uko namna mbili, na vile vile al-fisq iko al-fisq yakhruju min al-milla wal-fisq alladhi la yakhruju min al-milla, fisq ambayo inamtoa mtu katika Uislamu na fisq ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Kwa hiyo yeye alifanya fisq ambayo inamtoa moja kwa moja katika Uislamu. Fasaka an amri rabbi falam yasjud li Adam kama amara Allah ta'ala, akawa hakumsujudia Adam kama ambavyo alikuwa ameamrishwa. Alafu Allah akasema fatatakhidhunahu, je, basi nyinyi mnamfanya yeye ibilisi wa dhurriyatahu, na kizazi chake, auliaa, kwamba ndiyo walinzi na vipenzi, min duni, kinyume changu mimi, yani badala ya kunifanya mimi ambaye nilimwamrisha yeye awatukuze nyinyi, kwamba mimi ndio niwe kipenzi chenu kwa sababu yeye nimemdhalilisha na nyinyi kukutukuzeni. Na halafu baada ya yeye kuasi amri hiyo, yeye mimi nikamfukuza kwa ghera ya heshima yenu nyinyi wanadamu, kwamba nyinyi mna heshima kubwa mbele yangu. Mimi nimegombana na yeye ili nyinyi mpate heshima, tena nyinyi mnakwenda kufanya sulhu na yule ambaye mnaenda kupatana na yule ambaye nimemfukuza mimi na kumlaani na kumfanya kwamba amelaaniwa yeye na kizazi chake, kwa ajili ya heshima yenu nyinyi, kwa ajili ya kutunza nafasi yenu nyinyi wanadamu. Bisa lidhalimina badala min duni wahum lakum adu, haliyakuwa hawa kiasili wao ni maadui zenu. Mimi ndio ambaye nimeanzisha kukumbeni nikakuneemesheni kwa kukuleteni duniani, haliyakuwa kabla mlikuwa hampo. Mimi ndio ambaye nimekuneemesheni kwa kutukuza nafasi yenu kwa ndio kiumbe bora na khalifa katika ulimwengu. Mimi ndio nimekutukuzeni kwa kuleta mitume kutokana na jinsi yenu nyinyi, sikuleta mitume malaika wala majini wala wanyama wala chochote kile, binadamu ndio wamepewa mitume. Mimi ndio nimekutukuzeni kwa kuleta kitabu kwa lugha mnazozungumza nyinyi, mkaja mbele ya mikono yenu mkawa mnakisoma mnakiona. Haya yote mnayofanya kwa nyinyi na neema nyingine zisizohesabika mmezifanya kwa nyinyi, halafu mnaachana
na mimi mnakwenda kumfanya yule ambaye ni adui yenu aliyekubali laana lakini akakataa kukutukuzeni, ndio mnaenda kumfanya kwamba ndio kipenzi. Na sio tu kumfanya kipenzi, bali mnakwenda kujidhalilisha kwake yeye kwa kumtukuza na kumwabudu na kumfanya kwamba ndio mlinzi. Amesema ai, maana yake abada ma dhahara min iblis, baada ya yote yaliyodhihiri kwa Ibilisi, min alfisqi, katika uasi wa istikbar, na kufanya kiburi, kutaka kujikweza mbele ya Mola wake, kutaka kumdhalilisha Adamu ambaye ametukuzwa na Allah, akafa yeye akajikweza, akajiona kwamba ni bora zaidi. Farafadha, akakataa asujuda, kusujudu liabikum, kusujudia baba yenu, ya bani Adam, yenye watoto wa Adam. Wahasadahu, na akamfanyia husda, akatamani ile nafasi aliyokuwa nayo Adam aipate yeye. Wa kharajahu min aljanna, na akamfanyia vitimbi mpaka akamtoa peponi. Tattakhidhunahu wa dhurriyatahu min ash-shayatin, mnamfanya yeye na kizazi chake miongoni mwa mashaitani auliya, kwamba ndio walinzi na vipenzi. Tuti'unahum, mnawatii. Watuwalaunahum, na mnawafanya wao ndio wandani. Fi khilafi mardhati, kinyume na matakwa yangu mimi. Walhalu, hali ya kuwa annahum lakum a'da'un yudhilluna, wao liko nyinyi ni maadui wanakupotezeni. Badala min ta'ati, badala kunti mimi. Wa ana rabbukum, na mimi ndio Mola wenu mlezi, yani nile kuanzisheni na nile kuumbeni na ambaye na sustain maisha yenu. Alladhi an'ama alaykum wa akramakum, Mola wenu mlezi ambaye amekuneemesheni na amekutukuzeni. Mfano wake aya hii ni kama qala ta'ala, alam a'had ilaykum ya bani adam, je, sikukuahidini nyinyi binadamu, alla ta'budu shaytan, sikuchukua mafungamano nanyi kwamba msimwabudu shaytani. Yani mafungamano hapa inakusudiwa mafungamano, kila alipoletwa nabii watu walikuwa wanachukua mafungamano na Allah na wanakumbushwa mafungamano na Allah ya kwamba msimwabudu. Manabii wamekuja kuambia watu alla ta'budu shaytan, yani ile kusema kwamba la ilaha illa Allah. Kila nabii amekuja akifundisha hivyo hivyo, wama arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kila nabii aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anakuja kuambia watu kwamba la ilaha illa Allah. Kwa hiyo maana yake vyote vinaabudiwa kinyume na Allah, vitu hivyo manabii wamekuja kuchukua ahadi mpya kwamba watu wasiabudu vitu hivyo. Kwa hiyo kila nabii amekuja kuambia watu alla ta'budu shaytan, msimwabudu shaytani, innahu lakum aduwwun mubin, hakika ya shaytani ni adui aliyewazi. Wa an'buduni, na kwamba mniabudu mimi. Hadha siratu mustaqim, hii ndio njia iliyonyooka sawa sawa. Walaqad adalla minkum, na kwa hakika alipoteza shaytani wengi miongoni mwenu. Jibillan kathiran, vizazi na vizazi vingi. Afalam takun taqilun, hivi hamkuwa na akili. Bi'sa lidhalimina badala. Alafu Allah akasema namna hivi ambao wanadamu wanabadilisha kumfanya shaytani nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'sa lidhalimina, ni ubaya ulioje kwa madhalim, mbadala waliofanya na dhulma yao imekuwa ni vile kuchukua nafasi ya Allah wakamuweka adui yao, nafasi ya Mola wao mlezi mpenzi wao aliyewaneemesha anayewahurumia, wao wakachukua nafasi hiyo wakamweka yule ambaye ni adui, ndio wakamfanya. Basi hii dhulma, hii ni dhulma kubwa, hakuna dhulma mfano wake. Ndio maana Allah anasema inna shirka, hakika ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu kuelekeza ibada anayostahiki Allah kwa mwingine, la dhulmun adhim, ni dhulma iliyokubwa kuliko dhulma yote ile, kwa sababu vile alivyovitanguliza Allah kabla ya kuamrisha waje kumwabudu ni vitu vikubwa sana, na wengine wowote wale wao hawakuwahi kuwaumba wanadamu, hawakushiriki katika kuumba wanadamu, wala hawataki mema wanadamu. Vyovyote watakavyojidisplay kama kwamba wanawapatia wanadamu utajiri au wanawapatia kuwaponya maradhi yao au chochote kitakachokuwa katika wanaoabudu sio kwa Allah wanachokitoa, si ukweli, si uhalisia katika hali yake ya kiundani. Allah subhanahu wa ta'ala amesema bi'sa lidhalimina badala, maana yake bi'sa albadalu lidhalimin, ni mbadala ulioje kwa madhalim. Ittikhadhu iblisa dhurriyati, wakamfanya iblisa wa dhurriyati na kizazi chake auliya min dunillahi, kwamba wao ndio vipenzi na wandani wa kutunza siri zao na kuwalinda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum lahum a'dana, hali halisi hao mashaitani na vizazi vyao ni maadui kwa binadamu, kwa sababu ya ile hasadi iliyopo ya asili, ambapo ibilisi na kizazi chake hawakukubali nafasi waliowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba binadamu awe ni bora kuliko wao.
fataraku wilayata alladhi an'ama alayhim, watu wakaacha kumfanya kipenzi yule ambaye amewapa neema, kwa sababu asili ni kwamba malipo ya ihsani ni kwa ihsani. Allah amewafanyia ihsani nyingi wanadamu zisizohesabika, lakini wao wanasahau ihsani hiyo, wanalipa kwa nuksani, kwa kumkosea Mola wao na kumwelekea kumridhisha shaitani. Wa ala abihim Adam min qabl, na neema ambazo alineemeshwa baba yao Adam kabla ya wao. Walladhi fi wilayatihi kullu alkhair, na Allah ambaye katika kumfanya yeye kwamba ndiyo mwandani na mpenzi kuna kila kheri, wasaadati walfalahi, na furaha na kufanikiwa. Ma ashhadtuhum, sikuwashuhudisha wao mashaitani, khalqa samawati, kuumbwa kwa mbingu, wal ardi, wala ardhi, wala khalqa anfusihim, wala sikuwashuhudisha wakati wao wenyewe wanaumbwa wao kwa wao. Wama kuntu muttakhidha almudillina aduda, na wala mimi sikuwa mwenye kuwafanya waliopotea na wanaopoteza wenzi wao kwamba ndio wasaidizi wangu. Ma ashhadtum khalqa samawati wal ardi, maana yake ma ahdhartu shayatin, sikuwahudhurisha wakawepo mashaitani, khalqa samawati wal ardi, wakati wa kuumba mbingu wala ardhi, liyasta'ina bihim, ili wao wanisaidie, ala khalqiha, katika kuumba mbingu na ardhi, au ushawirahum fi dhalika, au nishauriane nao katika jambo la uumbaji. Bal lam yakunu mawjudina hina dhaka, bali wao hawakuwepo kabisa wakati huo mbingu na ardhi zilipokuwa zinaumbwa. Fana almustaqillu, basi mimi ndio pekee, ndio ambaye nilikuwa pekee, bi khalqi samawati wal ardi, ambaye nilikuwa pweke wakati wa kuumba mbingu na ardhi. Mudabbiruha wahdi, na mwenye kuziendesha mbingu na ardhi ni peke yangu. Laisa ma'i fi dhalika sharikun, sina mshirika katika jambo hilo, wala wazirun, wala msaidizi, wala mushirun, wala mwenye kutoa rai. Kama qala ta'ala, mfano wa kipande hiki cha aya ni kama ambavyo Allah amesema sehemu nyingine, ulidu alladhina za'amtum min dunillah, sema Muhammad waambie waombeni na muwaite wale ambao mnadai kwamba wao ni waungu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna mithqala dharrat, vyovyote wawavo hawa waungu wenu, wakiwa wachache au wengi, wakubwa au wadogo, wakiwa wanaonekana au hawaonekani, vyovyote watakavyokuwa, wakiwa ni miungu mnawalia jua au malaika, au ni miungu waliopo chini kama watu wanavyoomba bahari au mapango au vitu vingine vyovyote wawavo, au ikiwa ni masanamu au ni waganga, yani vitu vinavyozungumza au visivyozungumza, vyovyote vile, la yamlikuna mithqala dharrat, hawamiliki hata chembe ndogo, fi samawati wala fil ardi, mbinguni wala ardhini, wama lahum fihima min shirkin, wala wao hawana mbinguni wala ardhini, wama lahum min dhahir, na wala wao hawana msaada wowote. Wama lahum fihima min shirkin, wala hawana mshirika, hawana ushirika, kwa maana ya kwamba hawashirikiani na Allah subhanahu wa ta'ala katika lolote, katika kuumba, katika uumbaji au uendeshaji wa mambo. Wama lahum minhum min dhahir, wala wao hawatoi msaada wowote katika ugawaji wa riziki au uendeshaji wa mbingu na ardhi. Maana yake halafu Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala khalqa anfusihim, vile vile wala wao hawakuwepo wakati wao kwa wao wanaumbwa, yani baadhi yao wakamsaidia Allah kuwaumba wengine. Ai wala ashhadtu ba'dahum khalqa ba'd, sikuwashuhudisha baadhi yao wakati baadhi yao wengine wanaumbwa. Bali tafarradtu, bali mimi nilifanya peke yangu, nilikuwa peke yangu, bi khalqihim, katika kuomba wao, bi ghairi mu'inin wala dhahiri, pasi na kuwepo mwenye kutoa msaada au mwenye kusaidia. Mu'in ni i'ana, al-aun ni msaada, na adhahir vile vile kwa Kiswahili ni msaada, kwa hakuwepo mwenye kusaidia yoyote yule. Fa kaifa tasrifuna lahum haqqi, kwa hiyo kwa namna gani sasa nyinyi mnaielekeza haki yangu ibada, watatakhidhunahum awliya min duni, na mnawafanya wao kwamba ndio vipenzi badala yangu mimi, wana khaliqu kulli shay'in, hali ya kuwa mimi ndiyo muumbaji wa kila kitu. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama kuntu mutakhidha almudhillina aduda, wala mimi siwafanyi watu wenye kuwapoteza wengine, almudhillina ambao wanawapoteza wengine, aduda kwa ni wasaidizi. Al-addu ni eneo katika mkono linaloanzia katika bega na kuishia katika kiwiko.
ambao ni sehemu ya mtu ikiwa anataka msaada kwa mwingine hushika, ni sehemu yenye misuli madhubuti. Kwa mtu akitaka kuning'inia anaweza akamning'inia mwenzake sehemu hii. Ndio kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye hataki msaada kutoka kwa watu ambao ni wenye kuwapoteza watu wengine. Maana yake wama yambaghi, wala haifai, wala yaliqu, wala haiendani an attakhidha alladhina yudhilluna alkhalq, kuwafanya wale ambao wanawapoteza viumbe an tariqi alhaqi, viumbe wakaepukana na njia ya haki, awanan, kwamba ni wasaidizi li kwangu mimi, fi ayi sha'ani min ashuni, katika jambo lolote lile miongoni mwa majambo. Katika faida za aya hizi amesema qaulullahi ta'ala, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa idh qulna lilmalaikati isjudu li adama fasajadu mpaka mwisho wake, fihi alhathu, kuna kuhimizwa ala ittikhadhi shaitani aduwan, kuwafanya mashaitani kwamba ni maadui, walighra'u bidhalika, na mtu hilo kulishikilia vizuri hilo, wa dhikru sababi almujibi lidhalika, na kutaja sababu ambazo zinalazimisha kwamba binadamu amfanye shaitani kwamba ni adui yake, wa annahu la yattakhidhu shaitana waliyan illa dhalim, na pia aya hii inaonyesha kwamba wa dhikru sababi almujibi lidhalika, na imetajwa sababu yenyewe ni ile kwamba shaitani ni adui wa asili wa binadamu. Tokea binadamu alivyoumbwa, shaitani alijikubalisha, kwa sababu amri kama tutakavyoona huko mbele, kama muda tutoruhusu, amri ya kuamrishwa shaitani na malaika, yani ibilisi na malaika wamsujudie binadamu, ilitoka kabla hata binadamu hajaumbwa. Halafu ikatoka tena wakaambiwa sasa tekelezeni ile amri mliokuwa mmeambiwa. Lakini tokea hivyo ilipotoka amri ya kwanza, shaitani aliamua kwamba huyu mimi, akiwa yeye ataambiwa ni mtukufu kuliko mimi sitamsujudia. Kwa hiyo adui wake ni wa asili kabisa, ibilisi na binadamu. Ndio sababu ya kuambiwa binadamu kwamba na nyinyi basi, madamu amechagua huyu tokea asili, kufanyeni kwamba ni adui, na nyinyi mfanyeni adui. Halafu anasema wa dhikru sababil mujibi dhalika wa annahu la yattakhidhu shaytana waliya illa dhalim, na pia ikatajwa kwamba aya hii inataja kwamba hakuna atakayemfanya shaitani kwamba ndio mwandani wake, ndio mtunza siri wake, isipokuwa mtu huyo ni dhalim. Yani amechukua haki ya Allah akaipeleka kwa shaitani, amempokonya muumba haki yake akaipeleka kwa adui yake haki hiyo. Wa ayu dhulmin, na dhulma gani a'zam, ni kubwa zaidi, min dhulmi wa ittakhadha aduwahu alhaqiqi waliya, kuliko dhulma ya yule mtu ambaye mfanya adui yake kwamba ndio kipenzi chake, wa taraka alwaliya alhamida, na akamwacha yule mpenzi wa kweli ambaye ni mwingi wa shukrani Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa kusifiwa. Yani hakuna ambaye anaweza kufanya dhulma ikapita dhulma hii ya kuchukua haki ya muumba ukaipeleka kwa adui wako, ambaye adui huyo amefanywa na muumba kwamba ni adui wako kwa sababu ya kutoa heshima ya binadamu. Na haishii hivi tu, ili jambo hili ni kwamba shaitani alivyo system yake ulimwenguni ni kwamba kama hujamfanya kwamba ni adui yake, huwezi ukawa kati na kati, ukawa upo neutral, aidha uwe ni adui yake au uwe rafiki yake. Lakini kama hujaamua kwamba mimi napambana na shaitani, kwamba shaitani mimi ni adui yangu, nataka nifikie sehemu, yani ninyanyuke mpaka niwe ni invisible kwake na niwe ni threat, yani yeye shaitani ananiogopa na mimi hawezi hata kuniona wala kuniapproach, achilia mbali kunipoteza. Mtu kama hajaamua hivi vita kuviingia, ajijue kwamba atachukuliwa na mkumbo wa shaitani, kwa sababu ana njia nyingi za kuwapata watu katika namna tofauti tofauti. Kwa kuna haja ya mtu kuifanyia kazi aya hii kwa kujifundisha hasa zile turuku shaitani fi ighwa'il insan, njia za shaitani katika kumpoteza mwanadamu, na madakhilu shaitani ila nufusi bani adam, na njia anazopitia, milango anayopitia shaitani katika kumpoteza mwanadamu. Halafu pia ajue turukul muqawama, njia za kupambana na shaitani. Haya ni mambo ambayo Muislamu anahitaji katika mambo ya kinafsi na mambo ya kimaradhi anayosababisha, ambayo yanakuja physically, na mambo mengineyo ambayo yanazunguka mwanadamu, ambao shaitani kila pahali huwa anajaribu huko kuingia na kumshawishi binadamu, kama ambavyo vimetajwa hivyo katika vitabu mbalimbali vinavyojihusisha maalum katika masala haya. Alafu akasema qala Allah ta'ala afatattakhidhunahu, hivi mnamfanya yeye wa dhurriyatahu, na kizazi chake, aulia min duni, kwamba yeye ndiyo kipenzi chenu kinyume changu mimi, wahum lakum adu, hali yakuwa kwao kwenu nyinyi ni maadui. Taamal, anasema zingatia. Haya ni maneno ya Ibn Qayyim actually.
ambayo yapo katika hii namba 2 yote. Taamal ma tahta hadha alkhitab, zingatia yale yaliyopo chini, yani kaa chini vizuri, uzingatie, utie akilini yaliyopo katika mazungumzo haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yaslubu alarwah halawatan wa iqaban, ambayo yanailetea roho utamu na inailetea mwisho, wa jalalatan wa tahdidan, inaletea utukufu na inaletea makemeo ndani yake vile vile. Kuna halawatan na iqaba, kuna ladha, lakini pia kuna mwisho, unaweza kawa mwisho mbaya vile vile unatajwa, lakini vile kuna jalalatan, kuna utukufu, wa tahdidan, na ndani yake vile vile kuna makemeo. Kaifa saddara bi ikhbarina, vipi saddarahu bi ikhbarina annahu amara iblisa bisujudi li abina, namna ambavyo Allah alianza kwanza, saddarahu, ameanzia Allah subhanahu wa ta'ala katika khitabu hii biikhbari, na kwa kutuambia sisi, annahu amara iblisa bisujudi li abina, kwamba alimwamrisha yeye, Allah alimwamrisha ibilisi amsujudie baba yetu. Faaba, ibilisi akakataa dhalika, jambo hilo. Fataradahu wa la'anahu wa adahu, akamlaani na akamfukuza na akamfanya kwamba ni adui yake. Min ajli ibaati ani sujudi li abina, kwa ajili ya kukataa kwake shaitani au ibilisi kumsujudia baba yetu Adam. Thumma antum, halafu sisi binadamu, nyinyi binadamu, tawalaunahu, mnamfanya yeye kwamba ni kipenzi, min duni, kinyume cha Allah, kinyume changu. Waqad la'antuhu wa taradtuhu, hali ya kuwa mimi Allah nimemlaani yeye na kumfukuza. Idh lam yasjud li abikum, kwa sababu tu hakumpa heshima baba yenu. Waja'altu aduwwan lakum wa li abikum, na yeye nikamfanya kwamba ni adui wenu nyinyi na adui wa baba yenu. Walaitumuhu wa taraktumuni, halafu nyinyi mkaenda mkamfanya yeye ndio kipenzi na mimi Mola wenu mkaniacha. Wayushbihu an yakuna tahta hadha alkhitab, na inafanana kuwa chini ya mazungumzo haya, nau'un min al'itabi latifun ajib, kuna aina ya kusemwa vibaya binadamu kwa namna nyepesi sana na yenye kupendeza na kushangaza. Wa huwa, nayo ni kwamba, anni adaitu ibilisi, ni kama kwamba Allah anatuambia mimi nimefanya uadui na ibilisa. Idh lam yasjud li abikum adama ma malaikati, pale ambapo yeye alikataa kusujudu kumsujudia baba yenu Adam pamoja na malaika wangu. Fakanat muadatuhu li ajli, kwa mimi nimegombana naye kwa ajili yenu nyinyi. Thumma kana akibatu hadhihi almuadat, lakini mwisho wake, mwisho wa uadui huu uliopo baina yangu mimi na ibilisi, an aqadtum, ni nyinyi kwenda kufunga mafungamano, bainakum wa bainahu, baina yenu nyinyi na yeye, aqdul musalaha, mkafungamana makubaliano ya sulhu. Falyataamal alladhib, basi azingatie mwenye akili, mawaqi' hadha alkhitab, namna ambavyo yametokezea mazungumzo haya, yani chimbuko la mazungumzo haya. Wa shiddatu lusuqihi bilqulub, na ukali na ukubwa wa kufungamana na moyo moja kwa moja mazungumzo haya yanavyofahamika katika mwili, katika akili. Waltibasuhu bil arwah, na ambavyo inafungamana na roho. Wa aktharu alqur'ani ja'ala hadha an-namt, na Qur'ani nyingi imekuja katika mtindo huu, min khitabihi liibadihi, kwa kuzungumza Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake, bitawaddud, kwa mapenzi makubwa, watahannun, na kwa upole, walutfu, na ulaini, wanasihati alaliya albaligha, na kuwapa nasaha ambazo zina maana pana sana katika akili, zina upeo wa kuweza kufahamika na kuweza kuelewa mtu kwa nini jambo hili na kwa hivi. Kwa mfano hapa anaposema Allah kwamba hii ni dhulma, unaonyeshwa namna ambavyo binadamu ilikuwa apewe heshima kubwa na ibilisi. Ibilisi akakataa, Allah akamfukuza baada ya miaka mingi ya ibilisi kuwa karibu na Allah na kufanya ibada zake zote zile zote zitafutwa kwa sababu amekataa kumheshimu binadamu ambaye Allah amempa heshima. Halafu tena binadamu huyo anakuja kumfanya Mola wake kile alichokifanya kama kwamba sicho, bali baadhi ya watu wanafika mpaka kudiriki kusema kwamba ibilisi hakufanyiwa haki, hakutendewa haki kufukuzwa, hakutakiwa kufukuzwa kwa sababu yeye hakuwa katika malaika, yeye alikuwa katika jini, kwa wale walioamrishwa pale walikuwa ni malaika. Ibilisi mwenyewe alipewa nafasi ya kuzungumza, hakuyasema haya kwa sababu alikuwa anajua kwamba miaka yote pakitolewa amri wakiambiwa malaika na yeye anatekeleza. Alikuwa naye ametengenezeka kama kwamba naye ni sehemu ya malaika, kwa sababu alijipiga chapa na yeye mwenyewe, kwa vile malaika wanaofanya ibada naye anafanya vile vile, malaika ambao hawamuasi Allah naye hamuasi Allah vile vile. Kwa hiyo amri ikitolewa ilikuwa ikiambiwa malaika ni kama kwamba ametukuzwa, ni kama jeshini
ikawa kuna kikundi cha maafisa, halafu akawepo askari asikuwa afisa mmoja au wawili, wakaambiwa maafisa fanyeni kitu fulani, automatically na yule ambaye si afisa naye anakuwa ametukuzwa kwa vile kuambiwa maafisa fanyeni jambo fulani, naye anajisikia kwamba naye amepata heshima fulani. Ndio ilivyokuwa amri zinatolewa kawaida mbinguni. Kwa hiyo Ibilisi akaasi yeye mwenyewe, sio hakusema yeye alipoulizwa kwa nini umefanya hivi, hakusema kwamba mimi sikufahamu amri, la, bali alileta kiburi kusema kwamba wewe unaamrisha vipi wewe Mola wangu mimi nimsujudie huyu ambaye ameumbwa kwa udongo na mimi nimeumbwa kwa moto. Yani alianza kuleta falsafa na kuleta logic na kutaka kufanya analysis katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu akasema nambari 3, qala Allah ta'ala, Allah mtukufu amesema, wama kuntu muttakhidhal mudhillina aduda, mimi sikuwa mwenye kuwafanya wenye kuwapoteza viumbe wangu kwamba ni wasaidizi. Fi hadhihi al-ayati al-karima tanbihu ala anna adh-dhalina al-mudhillina la yanbaghi al-isti'anatu bihim. Hii ni dalili kama ambavyo Allah anafanya hivyo, inapasa pia na waumini wasiwafanye watu waovu kwamba ni watu wa kuwasaidia, kama ambavyo Allah amesema, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, msijiegemeze kwa watu ambao ni madhalim, moto ukaja ukawagusa na nyinyi. Wala yambaghi al-i'timadu ala sufaha, wala haifai kuwategemea watu ambao ni watu wajinga. Halafu akasema katika fawaidul ilmiya, katika fawaidul ilmiya qawlu Allah ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, anasema bayana fi surati al-Hijr wa surati Sad anna asla al-amri bis-sujudi mutaqaddim. Hii tumeshaitaja kwamba amri ya kuamrishwa malaika kumsujudia Adam ilitangulia kabla ya kuumbwa binadamu, kama ambavyo Allah amesema, wa idh qala rabbuka, katika surati al-Hijr, na aliposema Mola wako mlezi lilmalaika, kwambia malaika, inni khaliqun basharan, mimi ni mwenye kuumba mwanadamu, min salsali min hama'in masnun, kutokana na udongo mweusi ambao umevunda. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, nitakapomsawazisha na nikapuliza kwake yeye roho yangu, faqa'u lahu sajidin, basi nyinyi wakati huo poromokeni msujudu. Kwa hiyo kabla hajaumbwa binadamu, malaika waliambiwa amri hii, na Ibilisi naye akafahamu kwamba naye anatakiwa kutekeleza hivyo. Na pia katika surati Sad imekuja, wa idh qala rabbuka, kumbuka aliposema Mola wako kwa malaika, inni khaliqun bashara, mimi ninataka kuumba mwanadamu, min tini, kutokana na udongo, fa idha sawaituhu, basi nitakaposawazisha kuumba kwake nikamaliza, wa nafakhtu fihi min ruhi, na nikampulizia roho yangu, faqa'u lahu sajidin, basi poromokeni kumsujudia yeye. Wala yunafi hadha, anasema hii haikatai, haipingani, annahu ba'da wujudi Adam jaddada lahum al-amra bisujudi lahum tanjizan, baada ya kuumbwa Nabii Adam, kama ilivyokuja katika sura hii ya wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu au nyinginezo, haikatazi hizi kwamba mwanzo alipewa amri halafu wakaja wakapewa amri upya, tanjizan, kwa ajili ya utekelezaji. Na faida ya pili, qala Allah ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, al-aslu anna sujuda lil malaikati li Adam kana ala al-jabha. Asli kitajwa sijida inafahamika kwamba ni ile kusujudu kwa mtu kuweka paji lake la uso chini, hii ndio inavyofahamika. Wa idha waqa'a dhalika, na likitokezea jambo hilo, imtithala li amri Allah, kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah, kana ta'atan min ta'ati, na kwa jambo hilo ni taa katika taa. Kama ambavyo sisi waumini tumeamrishwa mtu asikae msikitini anapoingia mpaka asjudu rakaa mbili, rakaata sajdati tahiyat almasjid, mtu asjudu rakaa mbili kwa kuamkia msikiti. Sio kwamba kufanya hivyo unakuwa umeusujudia ule msikiti, umemsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya hivyo unatekeleza amri yake. Kwa hiyo ni kama hii tahiyatul masjid ndio ambayo malaika waliamrishwa wao wafanye sijidatu at-takrim wa tashrif, sijida ya kumtukuza Adam na kumpa cheo, kumpa heshima yake na kumpa nafasi yake ambayo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kumsujudia Adam au mtu kusujudia chochote ambacho atakuwa ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala akifanyia sijida, jambo hilo hakuna ndani yake shirki. Ni tofauti na mtu kufanya sijida pale ambapo hajaamrishwa, kama mtu kumsujudia mtu mwenzake yoyote yule awaye, hata akiwa ni nabii, kwa sababu jambo hilo halijaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema hii ni mfano pia kama ambavyo Nabii Ibrahim
aliamrishwa kumchinja mwanawe. Kumchinja mtu, kumuua mtu ni dhambi katika kabira min al-kabair. Hii inafahamika kwamba ni dhambi kubwa katika dhambi kubwa, lakini kwa sababu alikuwa ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikatoka kwa dhambi kubwa ikawa ni toa katika toa, kwa sababu ameamrishwa na Mola wake jalla wa ala. Nambari 3 katika mafunzo, qaulullah ta'ala illa iblisa kana min al-jinn. Hii istadalla bihi al-jamhur. Hii aya hii kuna nizaa baina ya wanachuoni wa tafsiri. Wengine wanasema je, Ibilisi alikuwa katika malaika au alikuwa katika majini? Kwa habari zinazotokana na Israiliyat, yani vile vilivyopokewa katika masimulizi ya Wayahudi na Wakristo, zinaonyesha kwamba Ibilisi alikuwa ni malaika ampiga kinanda halafu akaasi. Jambo hili linakataliwa katika Uislamu. Kwa hiyo wafasirina ambao wamepata athar za kutoka katika vitabu vilivyopita wanasema kwamba Ibilisi naye alikuwa ni malaika. Kwa hiyo walipoamrishwa hii wanasema kwamba kalil malaika, kwa hiyo naye anaingia kwa sababu alikuwa ni malaika. La, kauli ya jamhuri ya ulama ni kwamba hii dalili hii ni qat'iyan, moja kwa moja imekata kwamba kana min aljinni, yeye Ibilisi alikuwa ni katika majini, wala hakupatapo kuwa malaika. Kwa hiyo hii ndio dalili ambayo wanastadili ahlus sunna wal jamaa, bali jamhuri ya ulama katika ahlus sunna wal jamaa, wapo katika ulama ahlus sunna wal jamaa pia wanaona kwamba Ibilisi alikuwa ni malaika, lakini hii aya hii ipo wazi kwamba Ibilisi ni katika majini. Nambari 4, qauluhu ta'ala fasajadu illa iblisa kana min aljinni ay khanahu asluhu, inavyotajwa kwamba fafasaka kana min aljinni fafasaka, akafanya ufasiki akaasi kwa sababu yeye alikuwa ni katika majini. Wanasema khanahu asluhu, asili yake ilimfanyia khiana, yani pale ambapo alitakiwa afanye taa, yeye ukamjia ile kwamba ana option, kama ambavyo binadamu pia hufanywa khiana mara nyingi na asili yake. Yani sisi wanadamu tunaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alafu tunaasi kwa sababu vile vile asili yetu, na sisi kama asili ya majini tuna option ya kufanya kuliendea jambo au kutokuliendea. Malaika hawakuwa na asili hiyo, kwa hiyo wao walivyoamrishwa tu kinachofuata kwa wao ni kutekeleza, wakatekeleza amri hiyo. Kwa hiyo alikaa huyu akaumba akafanya ibada siku nyingi, lakini pale pahali ambapo panahitajika moja kwa moja kufanya ibada, direct command ilikuja moja kwa moja kutekelezwa, ikamjia ile kwamba mimi nikitaka nitatekeleza, nikitaka sitekelezi. Na kwa hili hapa, kwa sababu binadamu na mimi nahisi mimi ni bora, au najua kwamba binadamu ameumbwa kwa nini, nimeona wakati anaumbwa, na mimi najua nimeumbwa kwa nini, kwa hiyo mimi ni bora zaidi, akaona kwamba amri hii siwezi kutekeleza. Alafu nambari 5, qaulullah ta'ala wa idh qulna lil malaikati, mpaka mwisho wake, fihi dalilun ala anna al malak la ya'si albatta, ni dalili kwamba malaika hawaasi moja kwa moja. Jambo hilo ni jambo ambalo linafahamika kwa Waislamu wote. Jambo la 6, alfisqu qad yakunu naqilan anil milla, ametaja hapa aina za fisq. Tumesema zipo mbili, fisq ambayo inamtoa mtu katika Uislamu na fisq ambayo haimtoi mtu katika Uislamu, na hizi zinasomwa katika tauhid. Mtu anaposoma katika tauhid, kuna al-kufru wan nifaq wal fisq, ambazo zote hizi ziko namna mbili. Kuna al-kufru duna kufri na al-fisq duna fisq, na vile vile kuna al-shirku duna shirki. Ashirk yani shirki ambayo mtu haimtoi katika Uislamu, kama shirki ya riya. Riya ni akhaf ashirk, ni shirki khafi, shirki ambayo imejificha kabisa, ni shirki ndogo. Hizi ni shirki amali za kimatendo, au al-kufru pia kufru la amali. Zipo kufru kadhaa. Mtume amesema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyafal kadha wa kadha, ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho afanye hichi au hafanyi hichi. Au zinapokuja man lam yahkum ma anzala Allah fa ulaika humul kafirun, na mfano wa hizi zote ambazo ni za kimatendo hazimtoi mtu akizifanya katika Uislamu. Lakini zile za kiitikadi ndani ya moyo, walakin man sharaha lilkufri sadran, ambaye kifua chake kimekunjuka kwa ukafiri, huyu ndio ambaye moja kwa moja anatoka katika Uislamu. Kuna vile vile katika fisq, kuna alfisq kama ambavyo hapa amesema, fisq ambayo umemtoa mtu moja kwa moja katika, inaweza kumtoa katika Uislamu, kama ambavyo Allah amesema fafaskan amri rabbi, akaasi moja kwa moja amri ya Mola wake. Au kama ambavyo Allah amesema amma alladhina fasaqu fama'wahu nar, wale ambao wameasi wakatoka katika Uislamu, hao moja kwa moja mafikio yao ni motoni. Hizi ni fiski ambazo zinamtoa mtu katika Uislamu,
Na fiski nyingine ambazo zimtoi katika Uislamu ni kama ambavyo Allah amesema, wala yudhara katibun wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum, asidhuriwe, asitishiwe wala asidhuriwe mtu ambaye ni mwenye kuandika mkataba au amekaa ushahidi katika mkataba, na ikiwa mtafanya hivyo basi jambo hilo ni fiski. Na mfano wake pia ni Allah alivyosema kwamba injaakum fasiqun binaba'in, atakapokujieni fasik na habari, fatabayanu, ithibitisheni kwanza, ichunguzeni. Fisk hapa imekuja kwa maana ya mtu ambaye ni Muislamu. Kwa hiyo fisk inaweza ikawa ni ndani ya Uislamu, mtu bado anabakisha katika Uislamu, au fisk inaweza ikamtoa mtu katika Uislamu, na mahali pa kuyachambua hayo ni katika vitabu vya tauhid. Alafu fundisho la 7 la kielimu katika aya hizi, afatatakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu, fihi sualun, kuna suali, kaifa qala dhalika, vipi Allah aseme hivyo, maa anna shaitana wa dhurriyatahu laysu awliya, hali ya kuwa shaitani na kizazi chake si wapenzi. Hao binadamu atawapendaje shaitani na kizazi chake? Bal aada, hawa kiuhakika wao ni maadui. Lianna alawliya humul asdiqa, kwa sababu vipenzi ni wale marafiki wa mtu. Aljawabu jawabu almuradu bil walayati huna, kinachokusudiwa kwamba kipenzi cha mtu hapa al-ittiba'u ni kufuata, ittiba'u nnasi lahum fiha fima ya'murunahum min al-ma'asi, ni kule watu kuwafuata hao mashaitani katika yale ambayo hao mashaitani wanawaamrisha katika maasi. Kwa hiyo upenzi wa kweli unaambatana na kufuata, wala sio kusema au kujua. Unaweza kuwa unajua lakini unafuata, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika haki yake yeye na mtume wake, kul in kuntum tuhibbuna Allah, kama mnampenda Allah fattabi'uni, basi nifuateni mimi Muhammad. Akasema mkinifuata mimi mmemfuata Allah, na mkimfuata Allah ndio mmempenda. Kwa hiyo mapenzi ndio yanaonesha ufuasi, kufuata, kutekeleza kile unachoamrishwa kinaonesha kwamba huyo mtu unampenda. Lakini ukidai tu mapenzi lakini hufuati, hayo si mapenzi. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kwa sababu mpenzi kumfuata yule ampendaye, na yule ambaye anadai tu tazumu hubbahu wa anta fil fi'ali ba'idu, unamdai tu kwamba unampenda lakini katika matendo uko mbali, hiyo ni muhali, hakuna mapenzi hapo. Mapenzi ya kweli ni ufuasi katika yale ambayo yanayasema yule unampenda. Alafu akasema ya 8 kwamba afatatakhidhunahu wa dhurriyyatahu, palipotajwa kizazi cha Iblis imetajwa na baadhi ya wanachuoni kwamba hii ni dalili kwamba majini wanaoana kama wanavyooana binadamu na wanaingiliana. Na pia kama aya nyingine ambayo imetajwa kwa dalili hiyo ni lam yathmithunna, Allah alisema kwamba wale wanawake wa peponi hawajapatapo kuguswa insu na binadamu kabla ya hapo, wala janun, wala jini yoyote. Nayo ni dalili vile vile kwamba majini wanaingiliana na kuzaliana. Na funzo la 9, afatatakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu, qawluhu fi hadhihi al-ayati al-karima wa dhurriyyatahu dalilu ala shaytan dhurriya, ni dalili kwamba shetani. Kwa hiyo ni dalili kwamba wanaoana, alafu ni dalili kwamba wana watoto. Alafu namba 10, qawluhu ta'ala bisa lidh-dhalimina badala, qala lidh-dhalimina madhalim liannahum i'tadu, kwa sababu wao wamefanya mbadala min al-haqqi bil batil, badala ya haki wameweka batil. Waja'alu makana wilayatihim iblisa wa dhurriyyatahu, wakafanya sehemu ya mapenzi yao ni kwa Ibilisi na kizazi chake. Wa hadha nafsu dhulma, hii ndio dhulma hasa. Liannahu wad'u shay'i fi ghairi mawdhihi, kwa sababu ndio definition yenyewe ya dhulma, kuweka kitu mahali pasipostahiki, pasipokuwa pake. Nambari 11, fi qawlihi ta'ala wama ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ardi, sikuwashuhudisha wao uumbaji wa mbingu na ardhi, wala uumbaji wa wao wenye wao. Dalilun ala anna kulla man takallama fi shay'in min amri as-samawati wal ardi, ni dalili kwamba yoyote yule atakayezungumzia kuhusu masuala ya juu ya anga za juu au masuala ya hapa ardhini pia, basi na elimu, mtu huyo haitokubaliwa dalili yake hiyo biduni dalili shar'iyyin au hissi, basi na kuleta dalili ya kisheria ni Qur'ani au Sunna, au kuleta dalili ya kihisia ambayo unaweza ukaireproduce, ukaifanya tena, ambao ni yani inaweza kufanyika kutumia scientific method, ukaiprove tena kila mara ukitaka kufanya.
fa innahu la yuqbalu qawluhu, mtu huyo asiyepoleta dalili ya Qur'ani na Sunna au dalili ambayo inaweza kuwa proved scientifically, mtu huyo kauli yake haitokubaliwa. Wa yuqalu lahu, nataambiwa inna Allaha, kwamba hakika Allah ma ashhadaka, hakukushuhudisha wewe, yani wewe hukuwepo, khalqa samawati wal ardi, wakati wa kuumbwa mbingu na ardhi. Kwa wanaotaja theory za Big Bang, theory kadha, hata kama zinaaminiwa na watu wote, vitu hivi hakuna ulazima wa kuviamini, kwa sababu hakuna, wote tunawaambia nyinyi hamkushuhudia wakati wa uumbaji wa mbingu wala ardhi, isipokuwa tu kwa kile ambacho Qur'ani imesema, kama anna samawati wal arda, alam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeungana, Allah subhanahu wa ta'ala akazipanua, akazibawatua, akazipambanua, kila moja ikawa pake, au kama ambavyo expansion ya ulimwengu ya universe, ambavyo Allah amesema wa inna la musiun, sisi tunaendelea kuitanua ulimwengu. Hizi ambazo zina dalili wa mfano hivi tunaweza kuziamini, ama nyinginezo kama hakuna scientific method maalum zilizofanywa kwa ajili ya kuprove jambo hilo mtu ataambiwa kwamba wewe huna elimu na hicho unachokizungumza. Mpaka hapo, wallahu a'lam wa ahkam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Kama kuna maswali karibuni. Naam. Naam mashaikh. Hassan Kirua kama anataka kuzungumza hivi, lakini tunaona kimya. Kama hakuna maswali tufikie hapo. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi.